Je, una maoni? Una swali? Unataka sauti yako isikike? Comrades power! Comrades power! Comrades power! The government agency have been trying to frustrate one of our students. Karibu katika Baraza la Mvita, jukwaa la mijadala na masuala ya kijamii, kiuchumi na kisiasa yanayoigusa jamii na taifa kwa ujumla. Our president, tunataka kazi. Tunaambiwa kila wakati kuna pesa ya wamama, kuna pesa ya youth. Kila Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 3 ndani ya Amka na Mvita. Baraza la Mvita, mahali sauti ya mwananchi inasikika. Mvita FM. Tutakuwa na mazungumzo kuanzia sasa na wageni wangu tayari wameweza kufika studioni. Wageni wangu tayari kabisa wameweza kufika studioni. Na nitaanza na daktari ajiintroduce asubuhi. Asante. Kwa majina naitwa Dr. Stephen Ndolo, Director Health Promotion and Program Management, yes. National Systemic Diseases Control Council, Ministry of Health. Wow. Next kuna Asante. Kwa majina naitwa Oliver Loch, mimi ni afisa mhamasishaji katika kitengo cha afya kikata kuu cha Mvita sub county, yeah. County ya Mombasa. Kwa majina naitwa Masimzuki, mimi ni Mwanarika Maisha Youth and National Systemic Disease Control Council. Yes. Thank you. Kwa majina ni Cecilia Gishoro, mimi ni Deputy President hapa katika chuo cha ufundi cha Kenya Coast National Polytechnic. So umebeba maslahi yote ya wanafunzi wa Kenya kwa sababu unakuja kivyako? Nimebeba yote. Umebeba kila kitu. Asante sana. Kesho ni International Condoms Day, na nafikiri ni kitu ambacho tunafaa kuwa tuko tayari, isn't it? Yeah. So what happens kwa International Condoms Day, daktari? Asante. Kila tarehe 13 mwezi wa pili katika the whole world huwa tunakumbuka ile siku tunaita International Condom Day, na huwa tumeiweka hapo tarehe 13. Unajua hii ni siku moja tu before ile siku ya Valentine. Kwa hivyo huwa tunataka kujikumbusha mambo ya kujikinga na ugonjwa wa HIV, ambapo tunaona katika wale watu wazima hii transmission huwa inatokea sana, watu wanapata sana kupitia kwa kufanya ngono. Kwa hivyo hii International Condom Day tunaikumbuka kesho, ambapo ni tarehe 13, na tutakuwa pale Technical University of Mombasa, hapo ni TUM, na pia tutakuwa tunaongelelea juu ya ile tunaita kwa kimombo combination prevention. Tutakuwa tunaangalia njia zote, ambapo ya kwanza ni ile tunaita abstinence ama kutojihusisha na ngono, na pia kuna ile kuwa faithful, hiyo ni ile kuwa mwaminifu kwa yule mpenzi wako. Kwa hivyo si ati tunasema ni mambo ya condom peke yake, na pia kuna ile madawa ambayo tunaita pre and post exposure prophylaxis, ambapo inapewa wale watu ambao wako na wanaweza pata ukimwi haraka kwa sababu ya zile kazi wanafanya ama ile maisha wao wanaishi. Right. Olivia, sijui Mvita sub county tumejipanga vipi? Mvita sub county tumejipanga vilivyo, ambao sisi ndo tutakuwa the host. Sisi ndo the host sub county kuadhimisha siku hii kuu, ambao tunaweza kupasa sauti ya kuelimisha watu kuwa njia kuu ya kujikinga ni hiyo ya kutumia condom pamoja nao mengineo, ili tuweze kupunguza madhara na uambukizi wa HIV AIDS. Kwa hivyo siku hiyo tutakuwa na elimu kadha wa kadha, haswa tukifocus on vijana. Kwa hivyo kutakuwa na vijana ambao wataweza kuelimisha watu, na siku hiyo ambao tutaweza pia kudistribute hizo condoms, na pia pamoja na kupima. Kutakuwa na vipimo ambavyo vitaendelea kote ambao ni bure.
hasa tukihimiza vijana waweze kujua hali yao. Ndio. Nikiwa kwako, the other day, nafikiri last week, kulikuwa na story kwamba kuna shortage ya CDs na contraceptives. Sijui kama ni kweli. Katika siku kama hii ambayo tutaadhimisha, yes, kuna shortage, lakini tumejipanga kupitia wafadhili, tumeweza kuomba msaada wao, na siku hiyo tutakuwa na enough of stock. Na kwa sahihi kuna hizo pre-activities ambazo zinaendelea ili tu kuwahimiza especially kwa vijana. Kuna hizo activities kama za kutest ambazo zinaendelea katika institution za TUM na hapa MTT, Kenya Coast National Polytechnic, ili tu kuweza kufanya ile awareness, kuwahimiza vijana ili waweze kushiriki katika haya elimu ambayo tunaendelea kuelimisha. Deputy President, yes, kukiwa na shortage ya hizi vitu, mnafanya nini? Au mnaanza must go? Kukiwa na shortage, what happens? Because I need to know, mnajipanga vipi mkisikia kwamba kuna shortage ya hizi vifaa? Kukiwa na shortage ya hizi vifaa kukiwa na shortage ya hizi vifaa, yes, sisi kama council as KECOPSA tunatafuta outside sponsors wenye ambao wanaweza tusaidia tukaweza kupata, ili tuweze kuangalia maslahi ya vijana wote katika hii shule. Yeah. Vijana. Yeah. Okay. Asante sana for that one. Now nafikiri tuko tayari for the International Condom Day, lakini leo kuna something that itakuwa inaendelea. Nini kinaendelea Kenya Coast leo? Today tutakuwa na event ya as we prepare for the International Condoms Day kesho. Yes. Hapa it's a jijali event whereby tuna advocate vijana waweze kujijali katika health yao sexually by using condoms and kama ni abstain, yeah, vitu kama hizo. Tuko na hiyo program hapa shule ili vijana waweze kuelewa hali yao ya kiafya, na pia kutakuwa na watu wanapimana health status. So na himiza vijana wote ambao wako katika shule wafike hapo Chandaria Hall waweze wapimwe health, na wafike hapo waweze kuelimishwa zaidi ili pia wao waende waelimishe wenzao katika huko vijijini. Okay. Yeah. Yes, nikiwa kwako, you told me you are Mercy, right? Yeah, yes. Mercy. Wanafunzi wamejipanga, na kuna yule ambaye anaogopa kupimwa. Unamwambia nini asubuhi leo? Na ni muhimu umeniuliza hayo kwa sababu hawezi ongea kuhusu health, yes, bila kuongea kuhusu mental health. Mental health ni part ya health. Yeah, so nitaimiza kijana yeyote akuwe able ku open up. That's why tumekuja kuwa able ku support in terms of kumsaidia kujua hasa ni nini inachomsumbua, na ako ready kuongea about it. So we have so many counselors wenye wako around, wenye wanaweza zungumza na vijana kuhusu jambo lolote ambalo lenye linawapatia wasiwasi. Yes. So nitawashauri kuwa wanaweza enda kuzungumza. Afike hapa. Naam. Atakuwa convinced kupimwa. Na hata after kupimwa kuna counselor ambaye ataweza kumpeleka through. Yes. Regardless of any outcome yenye atakuwa nayo. Yes, outcome ni mbili. Ni mbili, either negative ama positive. Yes, yule ambaye yuko negative, utamwambia nini? Amepimwa leo, ambaye yuko negative, utamwambia afanye nini? Tutamwambia aendelee, ana need kuendelea kuwa negative. So one of the ways, kama anashiriki kwa ngono, lazima hatumie condom, mpira correctly na consistently. So akiwa hapa tu kwa ground, atapata counselors, many of us mwenye tutaweza kumuelekeza jinsi anaweza tumia hii kondomu correctly na consistently, ndio aweze kuhakikisha ako negative. Na ule mwenye atapatikana ako positive, hatutamwacha hivyo. Tutaweza kumuelekeza ndio aweze kuenda apate ARVs, na pia aweze kusupportiwa in terms of their mental health, kujua ni aje anaweza ishi vizuri akiwa bado ako HIV positive. Kuna story ilikuwa the other day, nafikiri some years back,
mwanafunzi wa TUM, I don't know whether it's true or not, inasemekana alienda akapata akona that ako positive na akaamua kukufa na watu in quotes, kukufa na watu. Na mtu kama utamwambia nini? Because kuna wale anaamua nilienda kwa fulani akaniambukiza, sasa mimi nitaanguka na 20 au 100. Hiyo si vizuri kufanya hivyo. Na najua mtu akiturn positive, unajua maisha yake ni kama imesimama. Nasema his life has literally stopped kwa sababu anaenda through something tunaita loss and grief. Unaona, alikuwa anajua kwa HIV negative na maisha inaenda kubadilika kwa sababu lazima atumie madawa ARVs. So hapo ndio tunasema si lazima utembee peke yako. Zungumza, fungua roho, na tunasema it is okay not to be okay. So zungumza na counselor hapo karibu aweze kusupport so that pia kuambukiza watu wengine haisaidi. At the end of the day bado kuna hiyo stress, kuna hiyo pressure yuko nayo kwa sababu ile outcome yenye ulikuwa unatarajia sio hiyo umepata. Lakini tunasema kuna watu youth wengi wanaishi na HIV na bado wanaweza kuishi maisha mazuri. So tu ni kuelekezwa, na hapo that is the role that we play even as maisha youth. Kuwa able kumwelekeza huyu youth kuwa able kuishi vizuri hata kama akiturn HIV positive. Naam. Daktari, tuko kwa mayouth. Sijui wao ndio wako tunasema wako prone kupata this HIV. Asante. Kuna zile takwimu ambazo tulitoa mwaka uliopita wakati wa World Day. Hiyo ilikuwa tarehe 1 Disemba 2025, na tuliangalia ile data yote tulipata kutoka kwa hospitali na pia tukaiweka katika kisayansi, na iliweza kuonyesha kwamba wale mayouth wenye wako 15 to 24, ukiangalia wale adults wenye waliweza kupata ugonjwa wa ukimwi katika Kenya yote ni 41% walikuwa ni youth 15 to 24, na ukienda 15 to 34 inakuja 76%. Hiyo inamaanisha youth wetu ndio actually wanapata ile ugonjwa wa ukimwi katika hali ya juu. Na ukiangalia katika hizi county ambazo zilikuwa kwa ile tulikuwa tunaiita mkoa wa Pwani, hizi county 6, utapata ya kwamba ni 34%. Hiyo inamaanisha ya kwamba youth wetu wale wako 15 to 24 ndio wanapata hiyo ugonjwa zaidi. Na kwa hivyo katika ile mambo ya kujikinga na ukimwi sasa tunaangazia sana mambo ya youth, na ndio maana tuko hapa leo na hiyo program Deputy President amesema inaitwa Jijali. Tunaiweka na G alafu -JALI, na tuko na ile site ambapo mtu kama ako mbali anatusikiliza anaweza aenda kwa website, ukiweka www.g-jali.ke utaweza kupata masomo tofauti. Kutakuwa masomo ya mambo ya HIV, vile ya kujikinga, mambo ya hizi magonjwa ya ngono ama sexually transmitted infections, mambo ya teenage pregnancies ambapo imekuwa pia ni shida sana kwa hawa wanarika wetu, na pia kutakuwa mambo ya mental health ambapo mwenzangu Masi ameweza kuongelelea zaidi. Na pia kutakuwa na mambo ya ile tunaita gender based violence ama ile kudhulumiwa, sababu pia tunaona wanarika wetu pia ndio wanapaswa na hiyo zaidi. Kwa hivyo tukiendelea kuangalia vile hizi madhara inakuja, kuna madhara ambayo tunaita triple threat, na hata tuko na hiyo program katika National Endemic Diseases Control Council ambapo tumeangalia ile madhara inapata wana youth.
ambapo ni hizo new HIV infections, na kuna hizo teenage pregnancies, na kuna hiyo gender based violence, kwa sababu hizo tatu huwa zinakuja mara mingi pamoja. Na hii tumeangazia zaidi, na ndio tuko hapa leo Coast National Polytechnic, ndio tuweze kuinteract na majuthi wetu. Na pia kesho hata kama tutakuwa tunaadhimisha hiyo International Condom Day pale tu, pia tutakuwa tunaongelea hiyo mambo ya combination prevention, sababu lazima tuzuie HIV kutoka njia zote. Na ile nataka kuhimiza wanayuthi wetu ni kwamba hata kama tunaongelea mambo ya condom, ile kutoyusisha na ngono, ile abstinence, hiyo bado ndio number 1. Hiyo ni ile tunaita gold standard, sababu hautapatwa na ukimwi kama hujafanya ngono. Of course kuna ile mambo mengine yenye huwa tunaona kama unaweza jikata, kuna mambo ya blood transfusion, kuna mambo ya mother to child, lakini tukiangalia ile inachangia zaidi ni ngono. Kwa hivyo kutoyusisha na ngono kwa wana youth, hiyo ndio muhimu zaidi. Lakini nimekuwa nikitembea na hawa wanajuthi wetu wa NSTCC, tumeenda mahali tofauti tofauti, na unapata wanarika wengi wanasema hiyo sasa nayo imekuwa ngumu. Sasa unajua mwanarika kama bado hajaoa, sasa huwezi mwambia pia akuwe mwaminifu, sababu wengine unapata unakuwa mwaminifu leo na Sharon, hiyo mnaenda mwezi moja mko waaminifu, alafu sasa mnaachana tena, hiyo mwezi mwingine unakuwa mwaminifu na Salome, alafu miezi 3 miezi 4 sasa unakuwa mwaminifu na Masi. Sasa hiyo si kuwa mwaminifu kabisa, hiyo ni ile tunaita serial. Kwa hivyo tunawahimiza wakuwe waaminifu, na kama huwezi kuwa mwaminifu usihusishe na ngono, na kama kabisa umeshindwa, ndio tukaleta hii mpira ya kondom, na ndio tunawasensitize. Umeulizia kuhusu ile supplies kama ziko, na supplies huwa zinaletwa kwa nchi yetu kupitia national government, alafu tunapatia counties, na kuna wafadhili wengine wanatusaidia. Na tunajua ya kwamba zile fedha huwa zinakuja kutusaidia kuzuia magonjwa ya HIV. Tunajua imekuwa ikipinduka kwanza kuanzia sana mwaka uliopita. Kwa hivyo kuna ile document tunaita condom strategy, ambayo ndio tunatumia kuangalia mambo ya condom katika nchi yote ya Kenya. Na saa hii tunaangiza kitu, tunasingizia kitu inaitwa total market approach. Kwa katika ukitaka kuangalia condom kwa jumla, unatumia total market approach, na hiyo policy tutakuwa tukilaunch hivi karibuni, ndio tuweze kuendelea sasa kuitumia. Hii total market approach iko na njia 3. Njia ya kwanza, kuna wale watu katika kazi zao ama katika maisha yao unajipata kwamba wako katika ile risk ya juu ya kupata HIV. Hawa ni kama female sex workers na men who have sex with men na wengine kama hao. Sasa hawa sababu risk yao iko juu, tunaangizia kwamba tuwatafutie zile kondomu za free waweze kupata. Na pia wanarika wetu pia wako katika risk, sababu wale hawajaweza kutoyusisha na ngono, unapata hawana ile fedha wanaweza nunua hizi kondomu. So hiyo nao tunawaweka katika hiyo kategoria ya kwanza ya free condom. Alafu kuna ile nyingine tunaita socially marketed condoms. Hizi ni zile tunapeana na subsidy, na kuna wafadhili tofauti wanakuja, na anafikiria deputy president ameelezea au wenye huwa wanawa approach ndio wawasaidie, either wawapee free ama pia wanaweza leta ikiwa subsidized. Hiyo ndio tunaita socially marketed condom. Alafu sasa kuna wale wengine wenye wako na uwezo kama wewe, kama mimi, na wale wengine wenye wako wanafanya kazi, wale wengine unajipata hata ndio wanajihusisha sana katika maisha ya raha, au tunawapatia zile tunaita commercially marketed condoms, zile tu za biashara. Sababu condom utatoka kutoka ile ya free, utapata hata condom inauzwa 2,000. Sasa wewe ndio unajiweka mahali unaona, na hiyo ndio ile mipango serikali inataka kuweka, ndio kila mtu aweze kupata ile condom. Right, Deputy President, I don't know about you, but I know wasichana ukienda nao kwa nyumba na wapate kwa hiyo ya free nakuwa mala nakuwa mala nini mbona mtaki hizo za ZG, okay, za red?
Hiyo naweza sema ina depend na your social status. Okay. Yeah. So basically your social status ndo zina matter whether unaweza tumia, but I would like to advise all youths hapa katika hii Kenya yote na hii shule. Regardless kama ni ya free ama ni ya kununuliwa, jijali kwanza. Look at the side effects of not using that condom. So ni it's a personal initiative for somebody ajue kama atatumia ya free ama akona uwezo ya kununua pia ni sawa. Bora tumesema jijali kwanza. Maiji, jijali. Au nasema huyu ananiona haja. Ananipa CD, anatumia CD ya free. Au nasema kama that because that is what ladies do. Yeah. Ananiambia mimi nikipata na hiyo ya free hapa. Haiwezi. But ndio venye tu nimesema ina depend na social status. Kuna wale wanasema mimi maybe siwezi, but kuna wale wenye hawajiwezi kabisa, so wanakuwa inawabudi watumie hiyo ya free, but kitu cha muhimu ni jijali kwanza. Olivia, sana. Olivia, in Mombasa we know tuna shida ya madawa ya kulevya, and I think somehow ina connect to HIV. Ndio. Mnafanya vipi kuhakikisha kwamba hawa ambao wanatumia wanajulikana, mnawasaidia vipi kwamba pia nao waweze kujikinga? Kuwasaidia watu ambao wanaotumia madawa ya kulevya, especially vijana, huwa tuko na programs na elimu ambazo zinaendelea mashinani kupitia CHPs na hata vijana wenyewe. Tuko na youth groups in Mvita sub-county, in all the sub-counties. So hiyo tunaita peer education, peer to peer. Tuko na hizo programs ambao vijana wanaenda kwa vijana wenzao na kuwaelimisha kuhusu madhara ya kutumia madawa ya kulevya. Na pia sana sana pia tuna elimu katika kuwaelimisha pia wazazi ambao hao ndio inatakikana wasaidie sana, manake watoto wanatoka hapo nyumbani. So kupitia pia hizi rehabilitation ambazo ziko like reach out pia inasaidia kurehabilitate watu ambao wamejiingiza katika madawa ya kulevya. Kwa hivyo tuko na njia tofauti ya kwa support hata katika hivi vikundi vya kukuza talanta. Pia tunatumia watu kama hao, wanaweza kuelimisha, ambao wanatoa pia mfano wao vile walikuwa maisha na ile process wameandago hadi wameacha. Kwa hivyo tuko na mifumo mengi ambao tunatumia ili kuelimisha vijana. Vile tunajua vijana ulevi, kutumia mihadarati ndio chanzo kucha kujiingiza katika ndoa, ngono ambazo kujiingiza katika ngono ambazo zisizo za salama. Kwa hivyo utumiaji wa mihadarati imeharibu vijana wengi sana, ambao utapata kijana mradi tu amejiingiza katika ulevi, mdada ama mkaka, unapata anajisahau na anajiingiza katika mchezo wa ngono na watu wengi. Yaani tunasema kuwa na partners wengi katika ngono. Ndio Olivia, tukirudi kwa mental health, tukirudi kwa mental health, how does it influence sexual behavior? So staying with the drugs and substance use, utapata ni mtu either akona stress. Ukiwa na stress unajaribu cope ways in which unaweza cope na hii stress, na as a result kuna wengine watatumia madawa. Na ukitumia madawa ya kulevya utapata you're not in the right state of mind. So high probability utaweza kutumia hiyo kondomu correctly na consistently kweli itakuwa ngumu. Na unaona, kwa hiyo harakati ya ku engage in unprotected sex ndio unapata a young person if an engage in unprotected sex with somebody mwenye anaishi na HIV, anaweza kupata HIV. Unaona? So unaangalia, another thing ni influence. Kuna hiyo wanachochana kama vijana, na hiyo ina lead to engage in
utapata watu wana engage in sex as a way of coping, kwa sababu sex kiakili, unajua mtu akishiriki kwa ngono kiakili kuna kemikali hapo kwa akili inaitwa dopamine na tunaita feel good chemical, inafanya mtu anahisi vizuri, anasikia vizuri. So unapata kama uko na stress, uko na wasiwasi, uko na vitu ambazo zinakusumbua kiakili na unashiriki kwenye ngono nini na utahisi vizuri, but at the end of the day if kama it was unprotected sex na alikuwa na sexually transmitted infection disease kama kaswende, at the end of the day unapata even ndio young people wanapata. So kuna clear cut relationship between mental health na issues za sexual reproductive health. Mzazi na mwalimu watajuaje huyo kijana na struggle au huyo msichana na struggle mentally? Because nafikiri we need to start there. Kwamba unaona kijana ndio tuweze kumsaidia from there. What are the signs kuona kwamba this kid ana struggle mentally? One, kwanza hata tukianza na, cause mental health ni broad sana, yeah? Tunaidefine kama a state of well-being in which as an individual you're able to understand your own abilities, that you can be able to cope well with the daily stresses of life, you can work productively na fruitfully, na unaweza make contribution to the community. So tunaiangalia holistically, yeah? So kuna positive mental health na kuna mental illness. Hiyo tunasema kama vitu kama stress, kama mtu anapata depression, kama mtu anapata anataka ku die by suicide. So utajua aje kama mwalimu ama mzazi? One ni ukisikia mtoto wako anashinda kusema anataka kujiua ama anataka kukufa, already hiyo ni sign. So tuna need kusikia ni nini watoto wetu wanasema kila wakati. Kama ni kitu ambacho inawasumbua, unajua something with mental health, it's very always ishika, ni intangible, yeah? But utasikia mtu akisema niko na wasiwasi, utaona mtu anakuja darasani lakini hatulii, ama saa zingine analia, unapata saa zingine amekasirika sana, unafanya kitu kidogo tu analipuka. Unaona vitu kama hizo, unajua kuwa there is an underlying issue. So hapo kama mzazi unaweza kuwa able kumsaidia kivipi? Na mimi ningehimiza wazazi wako able ile hata kucommunicate uko hapo kwa mtoto wako na uko ready kumsikiza. It goes a long way. Actually inasaidia mtoto kujua anaweza kuja kwako wakati wowote wakati wote ako na tatizo. Na kwa walimu pia, akiwa darasani labda unaona either kama ametake kitu kama bangi, utapata kuwa anaona vitu haziko, kitu tunaita hallucination, ama anahisi vitu haziko. So kama mwalimu unaweza aje kumuelekeza mahali ambapo anaweza pata usaidizi kwa health facilities, aweze kupata usaidizi, ama apige toll free line. Siku hizi kuna kwanga toll free lines kama 1190 iko operational between 8 to 10 pm in the night. Akipiga hapo anapata mwanarika mwenzake, anaweza kumwelekeza zaidi kuweza kujisaidia. So those are some of the ways in which you can be able to support. Daktari, at what age should we begin this conversation na watoto wetu kwamba you need to have a healthy sex and reproductive hygiene? Asante. Ukiangalia zile takwimu ya mimba ya mapema, utapata ya kwamba kuna watoto wameweza kupata mimba wakiwa miaka 8. Miaka 10 utapata pia wako. Na kwa hivyo yes, iko hivyo, utapata miaka 8. Labda nitabidi niangalie tena katika ile the youngest ward mother kama ni 8 ama ni 7. Na sasa inamaanisha kuanzia wakati mtu huwa ameanza kujielewa na mwili imeanza kubadilika. Wakati tuliona hivyo kama National Systemic Diseases Control Council, tuna material zenye tunamalizia kutengeneza zile za education, na tunaziita age specific, na zimeanza 10 years. Kuna moja ya 10 to 14 years ambapo itaweza kupatia yule mwalimu, akuwe ni mwalimu wa shule ama ni mwalimu wa dini,
ile information anahitaji kupea mtoto ako 10 to 14. Alafu kuna ingine iko 15 to 18. Wale wamebalee kidogo, wale ni wale wako senior secondary. Pia tuko na hiyo material tuna develop na tunaendelea kumalizia. Alafu sasa kuna ingine ya 19 to 24. Sasa hiyo ndio ya kina Gishoro hapa na wale wengine wenye wako polytechnics na colleges. Alafu kuna ile ya 24 plus kwenda juu. Na tuliweka hivi kwa sababu utapata yule wa 10 to 14 ambapo ndio sasa tunaona tunapaswa kuanzia, wengi wao wako shule. Na hata saa hii tuko ile state ya Kulayas na Ministry of Education ndio tuweze kuangalia ile material kweli ikuwe kabisa ni ile inaweza kubalika katika hiyo wakati. Na hii ni muhimu sana kwa sababu mwenzangu hapa Olive ni wa health promotion, na utasikia sana watu wa health promotion wanaongea juu ya behavior change. Sasa mtu alikuja akani challenge, na kwa sababu hata mimi ni kwa director wa health promotion katika National Systemic Diseases, kwa nini tunaongelea behavior change? Na hii behavior tunaweza mold in a way that imefuata ile line yake. Tuache behavior change. Kwa nini tuna change? Inamaanisha kuna mahali ilipotelea. Basi ndio maana tunataka kwenda pale kwa 10 years. Tuamke na hiyo behavior iende vizuri hadi mwisho. Kwa hivyo tunataka kuanzia 10 years na hapo ndio tutakuwa tunaongelelea. Na watoto ni wa mwalimu, watoto pia ni wa wanafunzi, ni wa wazazi, na pia even their peers, pia kuna vitu wanawa educate. So lazima tutumie wote wenye wana interact na watoto. Olivia, umekutana na hizi visa vya early teen pregnancies? Early teenage pregnancies ziko all over the county. So ni kitu ambao iko. Ndio. Nini kinachangia? Tuseme katika most cases kile kinachangia ni rape. Utapata msichana mdogo amenajisiwa, ama kinachochangia pia ni hali ya umaskini. Hizo ndo vitu ambavyo vinachangia sana, hali ya umaskini na kurepiwa. Unapata familia ambazo hazijiwezi, mtoto anakosa kwenda shule ama kujikimu kwa ile mahitaji yake ya kila siku. So unapata kijana anamdanganya na hizo. Sasa kwa sababu ya hali ya nyumbani unapata anajipata katika hali hiyo. Ndio. Cecilia, Deputy President, nini mnapitia hapa? Nini mnapitia hapa Kenya kwa nini kama comrades? Sababu najua pia kuna shida zinakuja ofisini kwenu, wakisema najua wana sisi na this and that. What are the common challenges ambazo comrades wanapitia? The common challenges zenye tunapitia hapa shule, unaweza pata mwanafunzi ako in a state where sana tunajua life starts, mimi nasemanga life starts in college sana. Unapata mwanafunzi hana hiyo elimu ya kujielewa hadi na college level. Anafika hapa anakuwa ako like the person is engaging himself or herself in peer pressure. Unapata mtu amekuja college bado kidogo amepata freedom, sasa ndo anaimisiu. So mimi naweza taka kuhimiza wazazi pia, mkileta mtoto wako hapa katika chuo kikuu, tafadhalini make sure before afike hapa he or she has the knowledge about what ana expect hapa katika shule. Akuwa anaweza kujua kuwa freedom comes at a cost. Ukimisuse your freedom itakuja at a cost. Hizo ndo sana zile challenges tunapitia, na pia kuna drugs, kuna other like mental health pia zinakumba sana wanafunzi. Sana mental health tunajua an empty mind is the devil's workshop. So unapata vijana maybe ako tu shule
akitoka shule hana jambo la kufanya, na pia hiyo ni jambo ambalo tunaweza himiza like a national government to take up with it. Wakuwa kuna programs zenye vijana wakiwa shule wanaweza engage to keep their minds busy na zikuwe productive ili waweze kuendelea na maisha yao vizuri. Yeah. Right. Hujagusia everything. Bado unataka uulize that question. I want hiyo swali uulize. So mimi naweza sema kuwa the challenges nimesema kuna mental health, kuna drugs, kuna other like rape, unapata maybe kuna early pregnancies, unapata mtu ameweza kupata mimba akiwa college lakini hakuwa amepanga kupata in a college. Really? In the college, yeah. Really? Yeah. So they do happen. Unapata mwanafunzi hakuwa ready ku conceive. Ndio maana tuko hapa tunasema jijali kwanza. If you can't abstain, then use condoms. Yeah. Wow. Sio ukisema hakuwa ametarajia. Huyo ni mtu wa college. Come on. Huyo ni mtu amesoma class 6 hizo vitu zote za whatever. Atakuwaje hapo amejipanga? I wonder atakuwaje hapo amejipanga? Kuna wale unaona kama vile nimesema msee ametoka like a person ametoka from high school. Maybe the parents were too strict. Hata even the topic of pregnancies and hajijui azielewi vizuri. So yeye anakuja na ile pupa, nimepata freedom, I can do whatever I want. Sasa hiyo freedom inamcost kwa sababu haezi kuielewa vizuri. Ndio maana nimesema freedom comes at a cost. Usipojielewa kwa ufalsaha itakucost maisha yako. Yeah. And I think men huwa wanajua huyu alikuwa mafungiwa kwao. Yeah. Unaona vitu kama hizo. So ni men huwa wanaangalia sema huyu alikuwa mafungiwa kwao, and wacha ni take advantage, nimkaribishe town. Na ndio maana nahimiza wazazi wote, tafadhalini. Yes. We are in a new generation, tuko na simu, we have everything at our hands. Tunaweza pata information yenye tunataka. Ni jukumu la mzazi kuelimisha mtoto wake, na pia shule, high schools, tafadhalini engage in these topics at an early age ili waweze kujielewa vizuri na mapema, ili akikuja hapa college asikaribishwe mjini. Yeah. CD mnapata kwa wakati? CD not really, atuzipati kwa wakati unaofaa, na pia saa zingine zinakuwa kidogo. Saa zingine kidogo kwamba kidogo ile yenye haziwezi sustain like a whole population within the institution. Saa zingine unapata umezieka saa 2. Do you have a program? Sisi hapa shule tunaeka condoms kwa choo nini. How often? Yeah, how often? It depends with the demand yenye iko at that time. Yeah, so unapata tunaweka maybe interesting. Yeah, kuna sometimes unajua kama weekends sana students hawako, so demanding hawako on Friday demand iko high, so we tend to put more on Fridays. Sasa saa zingine unapata zimekuwa saa 2, ukipita hapo saa 4 hakuna, unaona. Yes. Yeah. And are you encouraging them wachukue? Yeah, we encouraging them wachukue. Na ndio maana nimesema if you can't abstain, jijali kwanza. Use that condom. Enda uchukue hapo kwa choo, utazipata, pick them, go use them. Kwa sababu ukipata hiyo ugonjwa, it will be another case to deal with. First of all, itafanya your mental health to be unstable kwanza. Juu utaweza kujielewa, but if you start from the grassroots ya kutumia hizi condoms ama kuabstain, itakusaidia sana katika hii maisha. Yes, leo tuna event ya Jijali Daktari. Tutarajie nini hii leo? Kwa hiyo event ya leo. Asante. Leo tutakuwa hapa Kenya Coast National Polytechnic, na tutakuwa pale kwa hall, na hapo tutakuwa tukielimisha wanafunzi kuhusu hii mambo tumekuwa tukiongea leo, katika ambapo ni mambo ya health among our youth. Tutakuwa tukiongea mambo ya HIV prevention, tutakuwa tunaongea mambo ya magonjwa ya ngono ama ile tunaita sexually transmitted infections,
tutakuwa tunaongea mambo ya mental health, na pia tutakuwa tunaongea mambo ya TB, na pia tutakuwa tunaongea mambo ya peer pressure. Na kuna kamba zingine tunaenda wakatuambia pia kama tunaweza nguzia mambo ya financial management. Kwa hivyo pia hiyo tutajaribu, na nataka kuhimiza wanafunzi wote na pia wanarika wale wako karibu hapa na Coast National Polytechnic waweze kukuja, sababu pale tutakuwa na entertainment, pia kutakuwa na music, watu wataweza kujiburudisha tukiendelea na hiyo masomo, na pia kutakuwa na michezo tofauti ya kuna ile michezo general, na kuna ile ingine ya quizzes ile mtakuwa mnawekewa kwa ukuta, na vile kulingana vile unajibu utaweza kupewa zawadi, na pia tutaweza kukurecognize. Kwa hivyo ningesema itakuwa a full day, siku mzima ya fun, na naimiza kila mtu yeyote akuje. Olivia, what are the challenges ambazo mna go through in terms of kuhakikisha kwamba we have a safe and wanarika ambao wana afya? What are the challenges ambazo mnapitia kuhakikisha kwamba our youth hawajiingizi kupata this HIV in Mombasa? Challenges. Okay, challenges ni kama hizo drugs unapata hizo vile vijana wengi wanajiingiza katika kutumia mihadarati. So unapata hawazingatii sana hiyo utumiaji wa condom. So another challenge ni kama just ignorance, maybe hawana hiyo knowledge. So unataka kukue na more events ambazo zina engage I think awareness ya more of young programs ambazo zinajenga sana vijana, na pia sana wa initiate programs kwa mashule na kwa institutions ambazo zitawasaidia, yani zikue consistently. Alafu pia na programs za kusupport vijana ili wasikue idle. Ndio. Masi. Nafikiri we in an era ambayo crop hapa some immoral behaviors. One of them ikiwa ni hii kitu ambayo watu hawataki kuongea sana, but iko mambo ya same sex whatever relationships. How are you handling it? With same sex relationship, it's here ukweli iko, na as we are able to support them, kwa sababu hata kama watu wako kwa same sex relationship, you're supposed to support them, supporting them in this sense, supporting them as far as healthcare is concerned, because bado they are human beings, so and they have a right to healthcare. So we are able to support them to ensure that mtu wa same sex akikuja na anataka kupimwa HIV atapimwa. Hatutamdeny access to health services. Hiyo ndio namaanisha. Akikuja na tuseme ana this an issue anapitia, na anataka kuzungumza na counselor mwenye ataweza kumuelekeza zaidi, hatuwezi mdeny kusiki hiyo health service at the end of the day. Yeah. And daktari, the number imeanza kuwa high sana in Kenya. I don't know what we are not doing kuhakikisha kwamba that number. Asante. Ifo Masi amesema ni kwamba kuna watu ambao wamechagua maisha tofauti na wakona katika hizo same sex relationships, lakini sisi kama National Syndemic Diseases Control Council ambao ni shirika la serikali ya Ministry of Health, we don't judge.
our work is not to judge, yani si kuhukumu mtu, kumwangalia alafu unaanza kuzungusha macho. Hapana, kazi yetu ni hivyo amesema, ni kuwa support. Kwa hivyo naweza himiza kila mtu yeyote tu mahali huko, wewe kuja, tutakuhudumia. Alafu tutakupatia hiyo health information, sababu in Kenya ukiangalia ile prevalence ya HIV ni 3%. Hiyo ni watu 3 katika kila 100. Hapa pwani hizo coast counties zenye ni 6 zenye zilikuwa zinaitwa coast province kitambo, iko 2.5%. Lakini katika Kenya yote ukiangalia au wenye wako katika hizo same sex relationship, kama wale men who have sex with men, utapata iko 20. Utapata katika kila watu 5 ni mtu mmoja. Hii ingine ni watu 3 kwa 100. Hii ingine ni 20 kwa 100. Hiyo inamaanisha tukikupatia hii information, sasa wewe ndio unachagua, kama sababu uko hapa na uko kwa risk relationship yenye inaweza kupatia HIV haraka, lakini tutakusaidia vile utaweza kuishi. Ndio sasa mambo ya condom tutakuelimisha, na ile madawa ingine nimeita PrEP, kwa sababu sisi huwa tumebeba wale tunaitanga stakeholders, tumebeba kila mtu. Sababu sisi ni serikali, tumebeba kila mtu tukishirikiana na wale wote wenye wanatusaidia, na hata watu wa kanisa na Waislamu, Buddhist au religious leaders wote au pia tumewabeba. Ndio ulisikia nikianza nilisema mambo ya kutoyusisha na ngono, nikasema hiyo ndio God standard. So tunataka au religious leaders kule kanisani waendelee kutushikilia hapo. Hatutaki watu wakuje huku kwa condom. Kama unaweza ishikilia hapo kwa abstinence, watu wa kanisa tunawaomba mtusaidie hapo kabisa. Alafu tukikuja tupate wale wameshindwa ku abstain, au pia ni wetu, au tunawapelekea condom. Wale wako kwa ndoa na wataka kuwa faithful, au pia ni wetu, tunawaambia kuwa faithful. Na sasa wale wako katika hiyo riski ndio tunaleta hii madawa tunaita PrEP. Na kuna ile dawa ya shindano, na labda nikimalizia niweze kusema hiyo dawa ya shindano ni ya kuzuia, si chanjo. Utakuwa unapewa, kuna moja ya kila mwezi na kuna ingine katika ya miezi 6. Kuna moja inaitwa cabotegravir ama Cabele, hiyo ni ya kila mwezi, na kuna ingine inaitwa Lenacapavir, hiyo ni ya kila miezi 6. Na hivi karibuni na hiyo tutakuwa tunasilaunch, sababu tunaendelea na hiyo mikakati na siko karibu zinaingia kwa nje. Kwa hivyo hao watu wote ni wetu na ni wa Kenya na tunawahudumia na tuko na package ya kila mtu. Kwa hivyo usikae pale ukifikiria nikifika hospitali nitaanza kuangaliwa na ile macho. Hapana, hakuna. Karibuni nyote, tutaweza kuwahudumia. Na pia pale leo katika hii program ya Jijali tutakuwa tunapima HIV na tutakuwa tunapeana mental education na counseling. Kwa hivyo kila mtu namuhimiza wana youth wakuje, wale wa Coast National Polytechnic na wale pia wa nje wenye wako hapa karibu wakuje tuweze kuwaelimisha. Deputy President, tukimaliza sijui unasemaje tukibawaenda hapa wa conversation this morning? Ningetaka kusema kwamba vijana it's high time we take charge of our health, kwa sababu usipoichukulia wewe mwenyewe utakuja kusafa later in the future na itafanya ukue very unstable in life. So mimi naweza himiza vijana wote kwanza jijali kwanza, ndio kila kitu itakuwa sawa. Yes, Mercy, ukimaliza conversation, what's your message to the youth? Yes, so my message to the youth is, kwa sababu at the end of the day ningeweza ku-encourage waweze kujijua, na kujijua inaanza kujua how are you thinking, what's in your mind, emotionally uko aje, uko vipi, nini inakusumbua ama unahisi aje. So nitawacha na vitu 3 ambazo zinaweza kusaidia ili kujua are you going through positive mental health ama unaenda through mental illness ambayo unahitaji mtu ana need kuja kukusaidia, either a counselor ama kuzungumza na rafiki yako ama mzazi ili aweze kukuelekeza. Ndio tusifike hiyo wakati yenye tunapata so many young people, kwa sababu
sababu sasa tuko na so many young people wenye wana die by suicide, so tuna need ku reduce your rate. Na so hizo vitu tatu nitawahimiza. Ya kwanza ni you need to notice nini inaendelea kwa akili yako emotionally, uko vipi, kuna kitu ambacho kinakusumbua. Ukisha notice, una need to put a name to it. Uko stressed ama uko angry ama uko happy, utatumia jina gani ku summarize vile unafikiria na vile unahisi. Alafu nacha ni kama unahisi vizuri, nacha ni ni nini utafanya kuendelea kuhisi vizuri. Na kama ni kitu inakukwaza ama inakupatia wasiwasi, utaweza kufikia nani ili aweze kukusaidia. Na kuna namba nitakupatia kama ni usiku ama asubuhi, na unahisi kuzungumza na mtu na labda hauna mtu mwenye unaweza zungumza naye, piga 1190, utakuwa able kupata support. Ile nahimiza young people tusikae na issues kivyetu, tujaribu kuhandle kivyetu kama inatulemea. So tuna need to reach out for support because it is okay not to be okay. Yes, Olivia, mwanarika ambaye yuko pale nje, ndio unamwambia nini? Ningependa kuhimiza aswa vijana na jamii kwa ujumla kuwa ni vizuri tubadilishe tabia, behavior change. Tukibadilisha tabia kwa ile tabia ambayo inayofaa, itatusaidia kiafya. Kwa hivyo ningependa pia kualika wote katika event ya kesho, ambao kutakuwa na mafunzo mengine mengi ambayo wa vijana wataweza kusoma, na ili ambayo itawasaidia ili kubadilisha pia tabia kwa menendo mizuri. Kwa hivyo si ya vijana pekee, ni ya jamii nzima. Watujumuike pamoja pale TUM Tech University of Mombasa ili tuweze kusoma mengi, na pia kuna services kadha wa kadha ambazo zitaweza kutolewa pale ikiwa bila malipo. Na pia tunawahimiza pia vijana, ukiwa na shida yoyote, tembelea katika health facilities zetu za Mombasa County. Kuna kitengo aswa cha AYP, Adolescent Youth, ambayo kuna services ambayo hao wametengewa ili kuboresha zile huduma za wana youth. Kwa hivyo kuna different services pale za SRH, mental health, ambao kuna saikolojia wetu ambao wanaelimisha wana youth ili ukiwa na stress ama kama unataka kuchange tabia, uko na tabia fulani, wanaweza kukusaidia ili kubadilika. Kuna services pia za HIV and AIDS, hizo condom zote ambao specifically imetengewa za wana youth kwa kila facility zetu. Kwa hivyo youth yote ambao yuko nje unanisikia, facility zetu za Mombasa County ziko free. Ukitaka usaidizi wowote, tembelea pale na utaweza kusaidika. Daktari, the other day, nafikiri this happens, mwanarika anakuja hospitali, anaulizwa you sexually active, anasema ndio. Alafu nao unamwambia shika hii prep. Alafu sasa ni kama umempa ruhusa yeye kwenda kukua kila siku ananiwa anageuza, kama umempa go ahead, because I had such a case, sort of young man aliniambia, unajua bwana, mimi nimeenda hospitali nikaambiwa since I'm active nikapewa prep. Sasa visa hii mimi hata mambo ya CD study nitakuwa na nini, nitakuwa kaambia, na nikamuuliza are you sure unajikinga na nini prep, unajikinga na nini? So I don't know, unaambia yule mwanarika ambaye akipewa prep anaona tena that is it, sasa amepewa go ahead ya kufanya vile anataka. Asante. Naweza sema ya kwamba huyo mwanarika ni kama kuelewa vizuri vile daktari alisema. Sababu ukikuja pale hospitali na uko sexually active, tunafanya risk stratification. Tunaangalia hii kukua sexually active kweli imekuweka risk kiwango gani. Labda ilikuwa mara moja tu, ama vile deputy president amesema ulikuwa tu unakaribishwa town,
na sasa ukaamka ukasema hii sitajipata tena. Lakini kuna wale wenye sasa wanajipata katika hiyo mambo ya ngono mara mingi, so daktari anapaswa kukuelimisha na kupatia hizo dangers. Sasa hii dawa ya PrEP inazuia usipate HIV, na kitu ya kwanza unapimwa. Is it guaranteed kwamba itazuia? Hakuna ile unaweza sema ni gold standard. Unajua inaweza kuwa inazuia 99% kama ya shindano, najua studies zimeonyesha 99.9. Sasa inabaki kama like 0.1%. Lakini unajua ukipatwa na hiyo 0.1%, kwako si 0.1, kwako ni 100% umekuwa positive. So hiyo PrEP si ati inazuia kabisa, inazuia kiwango kikubwa ndio, lakini bado kuna ile kidogo, sababu lazima pia utumie vizuri. Jambo la kwanza. Jambo la pili, kuna ngono inaweza pia leta ile madhara ingine tunaweza sexually transmitted infections. Hizo ni kaswende, ngono, chlamydia na zingine, na hizo pia zina affect reproduction, sababu sikienda kama ni mwanamke na ziende huko mpaka kwa uterus, hata anaweza pata ile inaitwa infertility. Alafu pia mwanaume unaweza pata ile njia ya uzazi inaweza hata kuconstrict, anaanza kupata retention ya urine na mambo ingine inaweza panda hadi hata kwa figo. Kwa hivyo hiyo PrEP haitazuia hizo magonjwa. Alafu jambo la tatu, tumeelezewa hii shida ya mimba kwa walio wachanga, teenage pregnancies. Hiyo dawa haitazuia teenage pregnancy. Sasa unaona, hiyo ndio kondomu inazuia hizo zote. Ndio maana unaona tunataka kujikumbusha mambo ya kondom. Lakini ukitaka kuwa safest kabisa, usijihusishe na ngono. Abstain. Kwa wanarika nawaambia abstain. Lakini kama huwezi abstain, ile ingine iko karibu ni kondom. Itakuzuia, na lazima vile Masi amesema, lazima utumie correctly na consistently. Na pia nikimalizia, kuna hii stigma ya kondom. Ukiona mtu ambeba kondom, unaona sasa huyu ako loose. Haimaanishi hivyo. Huyu ni mtu amejikinga. Sasa kama uko na boyfriend na akuja na condom, ama girlfriend amekuja kukuvisit, lakini sababu hayuko sure kama uko na condom, abebe condom, haimaanishi anaendanga akibeba kila mahali anaenda. Inamaanisha anajikinga. Na hiyo ndio tunataka kwanza kuelimisha watu zaidi. Sasa hii nikaingiza mkono hivi tuseme nijipanguse uso nikitoa kitambaa, condom hapa ianguke. Hata hii show inaweza simama kwanza kidogo muniangalie. Lakini vile huwa inafanyika mara mingi. Kwanza wale wametoka huko village, vile deputy president ameelezea, na wamekuja wanakujanga na ile mentality ya mimi sifanyangi sex, na kwa hivyo mimba sipati, kimi sipati, na hizo magonjwa sipati. Alafu sasa anaenda kuvisit boyfriend wake. Na kwa hivyo hata hawatafikiria mambo ya condom, ndio hawafanyangi sex. Sasa hapo ndio unasikianga one thing leads to another. Wanaenda alafu wanajipata. So in summary, nataka kusema hiyo madawa ya PrEP inaweza zuia HIV, lakini si ni effective kwa mambo ya sayansi, lakini haizui mimba na haizui magonjwa ya ngono. Kwa hivyo ile kitu mzuri, kama huwezi kaa bila kufanya ngono, jijali, tumia condom. Tukimaliza daktari, nafikiri nilikuwa nimesahau. Umesema watu wa abstinence. There's a confession I was reading earlier today, na msichana anasema mimi na my husband or my fiancé tumepanga hatuta have sex until marriage.
and now huyo mwanamke unapata ama huyo kijana si ni binadamu, atakuwa na hamu ya neneo, and now ndio mnaenda mnanunua toy, na wewe ni mtu mkubwa unakuwa na toy ya simu ya kid. Hao nao mnawaambia unaanza kununua toy ndio wewe ni mtu mkubwa. Vile nimesema hawa Kenya wote is that too abstaining hiyo kununua toy? Hawa watu wote ni wetu, na kila mtu akikuja na need pale kwa hospitali tutamshughulikia na tutamwelezea. Kuna hao wanatumia hizo toys pia ziko na madhara yake. Kwa hivyo tutakuelezea tu ujue madhara ya hiyo toy kama unatumia. Kwa hivyo kama utaendelea kutumia, sisi tunakupatia ile knowledge. Na hiyo ndio tunaita health promotion. Health promotion si uchukue yule mtu mgonjwa umpatie message, ni uchukue yule ako mzima umuongezee knowledge ndio aendelee kuwa mzima wa afya. So hao wote ni wetu, na wakikuja pale hospitali tutaweza kuwaelezea. Na hiyo kutumia toy najua pia imekuwa ikiendelea na kuongezeka. Na ile mbaya zaidi ni wakati mnaanza kushare hizo toys. Sasa mkianza kushare hizo toys especially among ladies, I don't know whether they are male ones. One for male. Wanamaliza fingerprints kujonga mangi. Yeah, so sasa if kama watashare, na sasa unajua haijasafishwa na haijakuwa sterilized, haitakuwa tofauti na kufanya ngono na wanaume tofauti. Amini mwanaume mmoja kufanya ngono na wanawake wengi. Kwa hivyo hata hiyo toy inaweza pea infection kutoka mtu mmoja hadi mwingine. Na pia hiyo toy unaiweka aje? Yaani iko na madhara yake. Unajua mwanaume ataenda ameoga, so ile infection unaweza pata ni ile iko ndani. Lakini sasa hii toy utaenda uwekelee mahali imepata vumbi, mtu amekuja ameshika na labda hujui amekuwa ameshika nini tena, unaanza kupata magonjwa mengine hata hatuna madawa, sababu kuna sexually transmitted infections zenye tunajua, na wewe umeanza kupata zile zingine za tumbo, zile za kifua zinaingia huko. Sasa hiyo inakuwa kama sasa ni total confusion. So hiyo tunaweza sema hizo toy mkikuja hospitali tutawaelezea vile unaweza kuendelea na kujikinga na kuishi maisha mazuri na madhara yake. Ndio ukichagua hiyo, wewe pia ni wetu. Sisi watu jaji, ukichagua hiyo wewe ni wetu na tutakupatia information. Message yako utapata. Kwa youth unawaambia nini tukimaliza? Kwa youth tukimaliza, naweza sema katika hii magonjwa ya HIV, ugonjwa wa HIV, teenage pregnancies, na hiyo sexually transmitted infections, kujikinga na hiyo ni kutojihusisha na ngono. Bas, hapo ndio mwisho. Lakini ukijipata unajihusisha na ngono, tumia condom. Na ukipata mtu ako na condom, usimjaji. Na ukikuja pale hospitali, vile tumeelezewa na county hizo services mtazipata. Na pale hospitali we don't judge. So wewe kuja elezea na tutakupatia ile package kulingana na ile mambo yako. Na ya mwisho, leo tuko hapa Coast National Polytechnic. Tuko na hiyo program ya Jijali. Najua Jijali inapaswa kuna vile inaspeliwa, lakini sasa jenzi wetu walituambia tuiandike na G. So it is G-Jali. G-Jali. So ukiweka www.jali.ke utaenda kwa hiyo mtandao na utaweza kuona a lot of messages za health education. Hiyo ndio naweza kuhimiza wana youth. Na wana youth sasa mko youth, kuna
kuna maisha ya midwage na ya old age na ile sasa ya ingine ya huko mwisho. Angalia hiyo njia yote, usiangalie tu ile yenye uta benefit saa hii alafu ikuweka kwa madhara ujipate hujaweza kwenda hiyo full potential. Asante. Okay, asante sana. Tutakuwa tunaendelea right after this one. Of course, you are man on point. Nakuja kwako shortly. This is Mvita FM, ni Mvita Breakfast. Una maoni? Una swali? Unataka sauti yako isikike? Comrades power! Comrades power! Comrades power! That the government agency have been trying to frustrate one of our students. Karibu katika Baraza la Mvita, jukwaa la mijadala na masuala ya kijamii, kiuchumi na kisiasa yanayoigusa jamii na taifa kwa ujumla. Our president, tunataka kazi. Tunaambiwa kila wakati kuna pesa ya wamama, kuna pesa ya youth. Kila Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 3 ndani ya Amka na Mvita. Baraza la Mvita, mahali sauti ya mwananchi inasikika. Mvita FM.